and releasing. For of necessity you must release one unto them at the feast. And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas, who for a certain sedition made in the city, and for murder was cast into prison. Pilate, therefore, willingly to release Jesus, spoke again to them, but they cried, saying, Crucify him, crucify him. And he said unto them the third time, Why? What evil has he done? I have found no cause of death in him. With therefore testing him, and let him go. And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed. And Pilate gave sentence that it should be as they required. Tufikishe hapo. Twende katika kitabu cha Matendo ya Mitume 25 mstari wake wa 7. Tushikanishe pamoja. Matendo ya Mitume 25 mstari wake ni kuanzia wa 7. Tushikanishe hizi mbili, tutabarikiwa. Inasema hivi, from verse number 7, Acts 25, inasema, and when he was come, the Jews was come down from Jerusalem, stood round about, and laid many and grievous complaint against Paul, which they could not prove, while he answered for himself, neither against the law of the Jews, neither against the temple, nor yet against Caesar have I offended anything at all. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru maana wewe ni Mungu, kando yako hakuna mwingine. Uumbaji wako unadhihirisha kwamba wewe ni Muumba wa vyote na ulinganishwi na chochote. Mbele zako sisi wanao tumeketi tukiwa na kiu na njaa kusikia sauti yako. Roho Mtakatifu, shuka ukanene na kila mmoja, nitumie mimi chombo kwa utukufu wa jina lako. Tumeomba na kushukuru. Amen. Nataka kunena ujumbe ambao Mungu amenipa, unasema prove your right to inheritance. Prove your right to inheritance, or prove your right for the promises. Udhihirishe haki yako ya kupokea ahadi za Mungu. Udhibitishe ama udhihirishe proof. And when there is a proof, there must be an evidence to show that you have the right. Na mahali tumesoma, nataka tuipaangalie pamoja nasi ya kwamba huyu ni Yesu ambaye ni mkombozi wetu. Alipokuja hapa duniani, alikuja na nia moja ya kutukomboa na kutuokoa, na alifanya mambo mengi mazuri. Hata tunasikia wafalme walitamani hata kumuona ili waone miujiza na ishara zake. Na tunaona ya kwamba kuja kumalizia, sababu mahali tumesoma in the book of Luke chapter number 23 ni wakati ambapo anaenda kumalizia njia ya ukombozi kupitia msalaba. Tunaona ya kwamba wale ambao walikuwa wanamshtaki, wale ambao walikuwa wamemnasa wakiwa na nia ya kumsulubisha, hakuwa na hatia yoyote.
kisha waseme amewatenda hivi, amewatenda vile. Lakini tunasikia hata hakimu akiwaambia, mimi sioni jambo mbaya ambalo huyu mtu anadeserve kufa. Sioni jambo lolote ambalo unaweza kuwa umemshtaki linampasa afe. Lakini tunasikia wakaendelea na kupaza sauti wakisema asulubiwe. Na mahali tumesoma tunaona ya kwamba yeye hakuna mahali alijipigania, alinyamaza kimya hata wakati alikuwa anaulizwa maswali mengi. Na mahali ambapo tumesoma in the book of Acts of the Apostles, tunaona mtume Paulo baada ya kuitwa katika mwito wa kuhubiri habari njema, na akawa anahubiri habari njema akitumiwa na Mungu kutenda mambo mema, naye pia wakamshika, wakamweka korokoroni, wakamshika, wakampiga. Na hapa tunaona pia akiwa kwa hakimu, akiwa ameshtakiwa kwa mambo ambayo hakuwa ametenda. Hii inatudhihirishia namna gani ya kwamba kuna deni ambayo sisi tulilipiwa, kuna mambo ambayo yalitendeka yanayotupasa sisi tujue haki yetu, ya kwamba sio kupewa, tulipewa bure. Wokovu si bure, bila watu husema wokovu ni bure. Wokovu ulilipiwa deni kubwa iliyompasa aibu kubwa Mwokozi Yesu, na sio aibu tu, hata kifo msalabani. Haleluya! Na ilikuwa ni gharama kubwa, wapendwa. Na sasa sisi tunafaa tujiulize swali hili ambalo siku ya leo ninajua ya kwamba kila mtu atakuwa akijiuliza in our lifetime. What is my right? Can I prove my right to be an inheritance of this kingdom of God that was paid the bigger price of our Lord Jesus Christ, kutendewa mambo aliyotendewa. Haikuwa kawaida na hata haingewezekana watu kuamini ya kwamba inaweza ikatendeka hivyo, lakini hivyo ndivyo ilikuwa, ili sisi ambaye hatukufaa, hatukustahili, tuliokuwa waasi katika Mungu wetu na ufalme wa Mungu, tupate kuwa watu watalipiwa deni, wataletwa karibu na Mungu wetu. Now, my brothers and my sisters, our bigger question, do we still have that right? What can we prove as an evidence that tulilipiwa hiyo deni, ya kwamba ni sisi? Kwa sababu kuna doctrine mingi leo hii. Ukitaka kuprove ya kwamba gari ni yako, utaproduce loan. Ukitaka kuprove hii shamba ni yako, utaproduce title deed. Na bila hiyo cheti hauwezi ukamiliki hiyo ardhi ama hiyo kitu. Naye sisi katika ufalme wa Mungu, wapendwa, kama hautawahi kutana na watu ambao watakuuliza maswali, how can you prove that you are born again? How can you prove that you are an inheritance in the kingdom of God? Kama hauna proof, basi itaonekana wewe uko na fake statement, fake papers, makaratasi fake. Unajua kuna fake mingi sana ambazo ziko dunia hii, na nilitaka nikupruvia kwamba hata walioanza safari ya wokovu kutoka Misri, kuna mahali ilifika hawakuenda mahali walikuwa wanaenda. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikutana na changamoto za maisha hii, wakasahau kusimama na haki yao na kuprove their right that they are called to enter where God has promised them. Hebu uliza jirani yako, kuna mahali unaenda? Uliza tu jirani yako, kuna mahali unaenda? Yesu amepigwa msalabani, wakati amefufuka, na tunajua kwamba alifufuka
kuna mambo mengi ambayo hata wanafunzi wake hawakuamini, ilibidi awaprovie. Hebu tuangalie chapter 20 ya John, the book of John chapter 20, sababu watu wanashaka, people have doubt. Hata hiyo dokumenti yako wataishuku, na usipo prove utanyang'anywa haki yako. Na hiyo ndio kazi ya shetani, ya kunyang'anya watu haki zao. Mchunge usinyang'anywe haki yako, sababu hiyo ndio kazi ya shetani. But unless you have a proof, hautanyang'anywa na utasimama na ukweli. Kwa hiyo haki yako. Chapter 20, the book of John and verse number 24. John chapter 20, beginning from verse number 19. Ili teremke pamoja. John chapter 20, beginning from verse number 19, inasema, then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for the fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, Peace be unto you. And when he had so said, he showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord, and said Jesus to them again, Peace be unto you. As my Father has sent me, even so send I you. Sikia, hapa Yesu wakati amefufuka, amekuja akapata wako na shaka, watu ambao wako safarini na wako na shaka ya mahali wanaenda, watu ambao wameahidiwa na wako na shaka ya ile ahadi wameahidiwa kama ni ya ukweli. Kama vile watu wengi wameishi wakiambiwa ya kwamba kuna uzima wa milele, lakini wako na shaka ya uzima wa milele. Akawapata wanafunzi wakiwa na hizo shaka, na akaingia baada ya kufufuka na mamlaka, akawaambia ni mimi Yesu, na ili muamini, angalieni mikono yangu. Akawaonyesha evidence ya alama za mikono yake, akawaonyesha mahali ambapo alipigwa mijeledi na misumari, akawaonyesha ni mimi niliyesulubiwa na mimi nimefufuka. Kwa hivyo sasa, vile nilikuwa nikifanya nikiwa hapa duniani, it is for you to continue. Na akawaambia nao enendeni. So they went with a proof that our master, our Savior has died and has risen, and he has come and given us power. Amekuja Mwokozi, hajakuja na maneno ya matupu, hajakuja na story, amekuja na proof ya kwamba ni mimi niliyesulubiwa. Angalieni mikono yangu, sababu akina Daudi Thomas walikuwa wako na shaka ya kwamba hawezi akafufuka. Niko hapa nitangaze ya kwamba Yesu wetu alifufuka, and we have proof of the promised land of where he has told us he is going to prepare, because he has risen. Mwambie jirani yako Yesu yu hai. Mwambie jirani yako Yesu yu hai. Yeye aliyesulubiwa ameingia kuzimu, amechukua nguvu na mamlaka. In the book of Matthew 28 from verse 18, anawaambia nimekuja na nguvu na mamlaka. Go ye therefore now and make disciples of all nations. Kwa sababu gani? That is what made me to come on planet Earth. Kile kilisababisha Yesu kuja duniani, alikuja ili awafanye watu wafunguliwe, wawe huru, waurithi ufalme wa baba yao, warejeshwe mahali ambapo adui alikuwa amewanyang'anya nafasi yao. Kwa hivyo whenever the accusation, adui anaweza akatu-accuse, we have the right to say Jesus has risen, and we are sure he has risen because
we have seen his scars. Tumeona alama katika mikono yake. Acts chapter number 11, tusikie Matendo ya Mitume 11 mstari wa 16. Why am I after the book of the gospel? Kwa sababu Yesu, hili kanisa la Matendo ya Mitume ndilo kanisa ambalo Yesu aliwacha, na hili ndilo kanisa ambalo atakuja kuchukua. Kwa hiyo kama kanisa lile liko halitakaa kama hili kanisa la mitume, basi hakuna kanisa ambalo Yesu anakujia, na ni kanisa ambalo liko na uhakikisho ya kwamba limelipiwa deni, liko na ujasiri, liko na ushuhuda, liko na mwelekeo wa mahali linaenda. Haleluya! Kanisa liko na mwelekeo wa mahali linaenda. Ni kanisa in the book of Acts chapter 11 from verse number 26. Acts chapter number 11 from verse number 26. Inasema hivi, Matendo ya Mitume 11, tunaangalia the right to prove our right. Nasema, and when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. And these days came prophets from Jerusalem unto Antioch. And there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be great drought throughout all the world, which came to pass in the day of Claudia Caesarea. Maandiko inasema ya kwamba hili kanisa wakakusanyika na nabii ambaye aliongozwa na Roho wa Mungu ambaye aliitwa Agabus, akatabiri na ule utabiri wake ukadhihirika. Kwa hivyo kanisa lile tuko nalo, kama unabii ambao utakuwa ukitabiriwa ni unabii usio na matunda, huo ni unabii wa uongo, na hapo hakuna proof ya haki ya kumiliki ufalme wa Mungu. Hii inatufunza namna gani in these last days ya kwamba Jesus anataka watu ambao watasimama vile alisimama, kwa sababu alisema ya kwamba mkikaa ndani yangu na neno langu likae ndani yenu. It is Jesus who has called us to the kingdom, akatuita katika ufalme, na akasema ya kwamba sisi tukae ndani yake. So the right for our inheritance, the right for our promises, it is to be in Christ Jesus and act the way Jesus alivyotenda, ama tuishi vile ambavyo Yesu alivyoishi. Kwa sababu kama hatutaishi kama Yesu, basi hata maneno utakayokuwa tunaongea itakuwa ni maneno ambayo hayana msingi. Maneno ikiangaliwa hata na wenye dhambi, matendo ikiangaliwa na hata wenye dhambi, haina misingi ambayo inaweza ikavuta watu katika ufalme wa Mungu. Na sasa tusikie haya maneno ya Yesu Kristo baada yeye alipokuwa hapa duniani. Alikuwa anafunza tukae namna gani. John chapter 10 from verse number 27, ituonyeshe the way to have this proof or to have this right of inheritance. The way to have this proof and right of inheritance, chapter number 10, mahali Yesu anaongea na wanafunzi wake, anawaambia namna gani. Chapter 10 from verse number 27,
kitabu cha Yohana, anasema hivi, John chapter number 10 beginning from verse number 27, bear with me. Inasema hivi, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them to me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. Maneno haya tunataka sasa tuangalie mahali haki yetu inatoka. Haki yetu inasema ya kwamba Yesu anaongea kuhusu ya kwamba kondoo wake wanasikia sauti yake, na hawa kondoo wanaposikia sauti yake hakuna awezaye kuwatoa mikononi mwake. Kwa nini Yesu anaita walio wake ama walio na haki kondoo? Kwa sababu yeye mwenyewe ndiye kondoo aliyetolewa. In the book of Exodus chapter 12 tunaambiwa ya kwamba he is the lamb without blemish. Yeye ndiye mwana kondoo asiye na lawaa. Yeye ndiye mwana kondoo asiye na dosari. Na sasa basi wale ambao watapata haki ya kuwa katika kurithi ufalme wake ni lazima waishi kama kondoo ambao wanasikiza sauti ya mchungaji wao. Kwa sababu gani? Yeye ndiye mchungaji mwema, na mchungaji mwema alitoa uhai wake kwa ajili ya hawa kondoo, na hawa kondoo wakisikia sauti yake anawapatia haki ya kurejea katika zizi la Baba. Our right it is to be a sheep in the flock of our Master Jesus Christ. Kwa nini akatulipia hii deni? Alitulipia ili tuweze kurudi mahali ambapo tulikuwa tumeumbiwa. Tuliumbiwa shamba la Edeni, tuliumbiwa ushirika na Mungu wetu, na ndio maana Jesus anapotulipia deni kupitia damu yake ya dhamana, hiyo ni evidence ya kutosha ya kusema ya kwamba huyu Yesu ndiye mchungaji wangu, na akiwa mchungaji wangu nitaishi kama vile aliishi mwana kondoo asiye na hatia. Many people accuse others for lack of vile wamesikia kutoka kwa wengine, vile wamewaangalia kwa macho, wanawashtaki bure, lakini evidence ni kwamba sisi hata tukishtakiwa tumeshakuwa wanakondoo katika zizi la Mwokozi. Na ni nini imetusababisha kuwa wanakondoo katika zizi la Bwana? In the book of Romans chapter number 5 and verse number 8, tusomewe na version ya Kiswahili sababu hiyo it is one of the evidence that prove Romans chapter number 5 and verse number 8. Nasema aje kwa Kiswahili? Inasema bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Sikia maneno hayo, na ndio hata kama hutapata vitu mingi upate evidence ya kwamba
Yesu Kristo alikurejesha kwa damu yake ya thamani, na aliturejesha ili mahali ambapo hatukustahili tulipoteza, what we lost. Hebu nipe hadithi kidogo yangu. Last 4 years nikawa ninafuatilia mambo ya mashamba na huku sehemu inaitwa South Gariama, sehemu za Kirinyaga, na tukawa nimefuata, kuna baadhi ya fedha tulikuwa tunalipa, na nikawa nimelipa hizo stakabadhi na nikapata hizo marisiti. Zilikuwa ni mashamba za lounge ambazo wale watu wa zamani walikuwa wamepewa kama scooters, lakini wazungu walipoziwacha zikachukuliwa sasa na wakuu wa nchi, wacha niwaite viongozi wa nchi, mashamba maikali nyingi sana. Na sasa mimi ikafika mahali nikaona hizi makesi zimekuwa mengi, watu hata wanauana juu ya hizo mashamba, watu wanapotezea hata pesa zao juu ya kuwafuatilia. Nikawachana nayo. So nilipoachana nayo juzi tu last week, nikapigiwa simu na wale tulikuwa tunaenda nao, wakaniambia Baba Kale, uko wapi? Nienda wapi? Nikamwambia niko, nashukuru Mungu niko ndani ya ufalme. Akaniambia sasa, good news, zile mashamba tayari serikali imeshasema inapea watu. Tayari serikali hata imeanza kupanga vile itapeana hatimiliki, sababu wale wakuu wa nchi walikuwa wamewashikilia wameshashindwa kotini. Sasa nikamwambia mimi na risiti zako ninazo, alafu akaniambia sasa kulibadilika. Wakati wewe uliwacha, kuna marisiti zingine na dokumenti zingine ambazo tulipewa na wale walikuja kwa ofisi ngeni. So kile utafanya unless ulipe ada fulani ya pesa, ndio zile marisiti uko nazo zikukubalie kujoin na hizi na utapata nafasi. So nikamwambia nitaangalia na ninajua nitafuatilia. Lakini kwa nini nikupatie hii hadithi? Ni ya kwamba wakati wowote usipofuatilia jambo, usipofuatilia hata wokovu huu, usipofanyishia kazi wokovu huu, unaweza ukapoteza, kwa sababu zile kanuni za wokovu zitafika mahali zikose kuwa zinadhihirika kwako. Kwa nini niseme hivi? Maandiko inatuambia in the book of Deuteronomy chapter number 5, tusome hapo. Deuteronomy chapter number 5, mahali ambapo tunajua hili ni kanisa lililotolewa na Mungu katika utumwa, na lilitolewa na Mungu na nguvu nyingi sana. Chapter 5 and verse number 30, the book of Deuteronomy inasema hivi, inasema God said, tuanzie verse 29, oh that there were such a heart in them that they would fear me and keep all my commandments always. Mwambie jirani yako always. Mwambie jirani yako always. Mafunzo yale tumefunzwa asubuhi ya leo, kuna mahali tumeambiwa ya kwamba lazima tuwe tunakuwa watu wa kufuata hizo kanuni. Sasa hapa tunaambiwa that it might be well with them and with their children forever. God said to them, get you into your tent again, but as for you, you stand here by me, and I will speak unto you all the commandments and statutes and judgment which you shall teach them, that they may do them in the land which I give them to possess it. You shall observe to do therefore as the Lord your God has commanded you. You shall not turn
possess. Tunaongea kuhusu the right to our possession, to prove our right to our possession. Hebrews chapter 4 and verse number 6. Hebrews chapter 4 and verse number 6. Waibrania 4 mstari wa 6. Tumesikia hapa wanaambiwa, Mungu anaambia Musa, waelezee haya yote ambayo ninakuambia, na uwaelezee ya kwamba wasiangalie kulia wala kushoto, waenende kama vile ambavyo nimekuelezea. Hebu sikia kitabu cha Waibrania inasema hivi, basi kwa kuwa neno hili sasa tilia maanani sana, sababu tunaelekea to the point ambazo zitatupatia our right. Inasema basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia huko, na wale waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao. Msifanye leo, kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Nimeruka kidogo. Verse 7. Aweka tena siku fulani akisema katika Daudi baada ya muda mwingi, namna hii leo kama ilivyo neno tangu zamani. Leo kama mkisikia sauti hii, msifanye mioyo yenu kuwa migumu, maana kama Yesu angaliwapa raha, asingalinena siku nyingine baadaye. Basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu, kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake Mungu. The right of our inheritance. Ni wakati ambapo maandiko yanatuambia kunao walianza, wakaanza safari vile tulianza, lakini sababu ya kuwa njiani waliingiwa na roho ya uasi, roho ya shaka, hawakuingia. Tunajua historia ya Musa, tunajua historia ya Waisraeli walioangamia kule jangwani. Si kwamba hawakula Pasaka pamoja na akina Joshua walioingia. They ate the same Passover walipokuwa wanatoka Misri, lakini sababu ya uasi wao na usumbufu wao, hata baada ya kula chakula cha mbinguni hawakuingia, kwa sababu waliasi their right, haki yao waliasi, ikawa haiwasaidii tena, hawaingii tena. Hili ni ombi langu ya kwamba kanisa la siku hii, vile tumelipiwa deni na tukaitwa wanakondoo, letu tulishike neno la Kristo, tuende nalo, tusinyang'anywe, sababu maandiko inasema walk out your salvation with trembling and fear. Hallelujah. Wokovu huu umelipiwa gharama, wokovu huu umemgharimu Yesu. Tufanyie kazi kwa kutetemeka, according to Galatians chapter 6 and verse number 17. My brother, can you read for us? Galatians chapter 6 and verse number 17. Maandiko yasipotuongoza wapendwa, hatutakuwa na haki, na haki yetu itakosekana, na tutajipata ya kwamba siku ile, sababu kuna siku inakuja ambayo hakutakuwa na ufisadi, ambaye Yesu mfalme wa wafalme atakuja kuamilikisha. Leo hii kama ningefuatilia hizo marisiti na kufuatilia, sasa ningekuwa ni mmoja wa wale niko tayari kuweka title deed kwa mfuko, sababu mimi jana nimefuatilia na nikaangalia kwa mitandao na nikagugu na nikaona it is true. The president amesema hawa watu wapewe hizo mashamba, and I was among them.
but by the grace of God huenda sitakosa sehemu, lakini hiyo sio ya muhimu sana. Hiyo sio ya muhimu sana wapendwa, ni ya kwamba tusianze hii safari ya wokovu, tusianze hii safari ya kuingia mbinguni, tusianze hii safari ya kupokea ahadi zetu kutoka kwa Baba na ifike mahali tukose haki ya kuzipokea. Itakuwa ni kulia na kuswaga meno, itakuwa ni kilio. Inasema namna gani? Chapter 6 verse 17 nasema, tangu sasa mtu asijitaabishe, kwa maana nitachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu. Amechukulia hapo, tufikisha hapa. He has the mark of Jesus in his body. Kuwa na dhihirisho ya kwamba that blood of Jesus, it is my blood. That character of Jesus, it is my character. Yeye ni mwana kondoo na ameniita mimi ni mwana kondoo katika zizi lake. What am I going to do? It is to work day and night following his footsteps. And how can I follow his footsteps? Philippians chapter 2 and verse number 12. Philippians chapter 2 verse 12. As we approach the climax of the message of today, lakini kile cha muhimu wapendwa, haki yetu ni kukaa vile Yesu anatuita kondoo, ambaye tunasikia sauti yake na kufuata njia zake. Na anasema kondoo wangu hawataweza kutoka mikononi mwake. Kwa nini wale walipotelea jangwani? Kwa sababu hata Musa kuwaambia walinung'unika, walipewa amri, wakapewa sheria, wakanajisi, wakaona watafanya vile ambavyo wanataka. Hata wakachukua mikufu yao wakaifanya ng'ombe, wakaanza kuiabudu, wakawacha yule Mungu aliyowavusha bahari ya Shamu, wakawacha yule Mungu aliyowatoa katika utumwa. Vile Wakristo wengi siku ya leo wamejinajisi na mambo ya dunia, hawana ile nafasi katika mioyo yao ya kumpatia Mungu nafasi ya kwanza atawale maisha yao. Inasema hivi verse 12, Philippians chapter 2 verse 12 inasema, Philippians chapter 2 verse 12, Paulo anasema hivi, wherefore my beloved, as you have always obeyed, not as in my present only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God which works in you, both to will and to do his good pleasure. Sikia, anasema ya kwamba hii si mwanadamu. Watu wengi atakwambia, juzi nikawa nakutana na mtu akivuta kasigara, anavuta kasigara. Sasa alipotuona tulikuwa na mhubiri, hakujua mimi ni mhubiri, sababu saa zingine mimi ninavaa manguo za sport, napenda sport. Napenda sport, utapata nimevaa manguo za sport. Sasa alipotuona kale kasigara akashika akaweka kwa mfuko akakafinyia huko mpaka kakamchoma, nikaona anachomeka. Sasa mimi nikibaki nyuma tu, mchungaji hakuona, tulikuwa wengi na ilikuwa ni mahali kulikuwa na wingi wa watu. So akaniambia mimi nikiona pasta siwezi nikakubali nikitumia hiki kitu. Sasa nikamwambia, sikiza, hata kabla hujanipatia hadithi yote, kwani unaogopa pasta kuliko Mungu? Kwani pasta na Mungu ni nani unafaa kuheshimu sana? Hii mwili yako kwa nini unaiharibu? Sasa hivi ndivyo maandiko inasema,
Mwambie jirani yako unachadhamana kinatafutwa na adui. Mwambie hivi. Inasema hivi, as I conclude, the only character that prove we are the children of the right, it is to walk according to the path of Jesus Christ as a sheep. Yani ile itatusaidia kuwa na haki ama kudhibitisha ya kwamba sisi tuko na haki ya kuingia mbinguni. Ni wakati ambapo tutatembea kama vile Yesu alivyotembea, kwa sababu amesema mkikaa ndani yangu na mimi ndani yenu, ombeni lolote. Na kwa sababu hiyo nataka tuone in the book of Matthew, kwa sababu kuna siku inakuja, na siku hiyo ambayo ni kuu sana ndio itadhihirisha kama tutaingia ama hatutaingia. Chapter 25, the book of Matthew, as we approach the conclusion of our message today, to prove our right. Je, uko na haki ya kuingia? Do you have that right ya kuingia? Na tumeambiwa Yesu anasema sisi ndiye kondoo wa malisho yake. Je, tutapotea kama vile kanisa la jangwani la Musa lilivyopotelea jangwani kwa sababu ya kutaka malenge ya Misri? Tutapotea kama kanisa la jangwani ambalo lilikombolewa kwa mkono mkubwa hivyo na likaangamia kule jangwani? Matthew chapter 25 from verse number 31, as we conclude, as we approach to conclude the message of today. Do we have the right to inherit? Inasema hivi, wacha tuanzie that chapter 25 from verse number 30, then chapter 25 from verse 21. Inasema, when the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory, and before him shall be gathered all the nations, and he shall separate them one from another, as the shepherd divides his sheep from the goats. And he shall set the sheep on his right hand. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Maandiko inatuambia ya kwamba Yesu wakati ule atakuja, hatakuwa akiangalia mambo mengi, atakuwa akichukua kondoo na kuwaweka katika uzima wa milele. Lakini mbuzi ama tabia za mbuzi na wale ambao tabia zao hazikufanana na kondoo walioenda katika kujilisha wenyewe, wataingia katika kuteseka milele. Turudi nyuma, Matthew chapter 7, turudie haya maneno tena, sababu watu wakielezewa kuna mbinguni tunaenda, watu wanaona ni kana kwamba maisha ni kukula na kukunywa, but there are some days ambayo inakuja na kuna mahali tumeandaliwa. Yesu ambapo alisema inasema hivi from verse 21 chapter 7, as tunapomalizia, not everyone who say unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we
have cast out devils, and in your name done many wonders and works. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you who works iniquity. Wapendwa, maandiko imetuelezea vizuri ya kwamba damu ya Yesu ilishamwagika kwa ajili yetu, na huyu mwanakondoo Yesu Kristo ambaye aliweza kuchinjwa na kuteseka kati ya wafalme na watu wengi, siku itakuja ndani ya hawa watu wengi aite wale ambao walikaa vile ambavyo alitaka wakae, na ni kukaa kulingana na neno la Mungu, kukaa vile neno linavyosema. Ninajua ya kwamba wengi wanaweza wakauliza ni namna gani kondoo wanafaa kukaa. Mpendwa, be holy for God is holy, and without holiness no one shall see God. Hakuna atakayemwona Mungu pasipo na utakatifu. Na kuwa mtakatifu, chukua hili neno kila siku, jiangalie kama uko ndani ya hili neno. Become a one of God, sababu Jesus yeye ndio neno, na amesema tukikaa ndani yake na yeye ndani yetu, ni wakati tutakaa ndani ya neno, ndio kukaa ndani ya Yesu. Inamisha tu uso wako. Naweza kuwa sina mambo mengi ambayo nimekusaidia siku ya leo, lakini mpendwa, kuna mahali tuliitiwa, kuna mahali tunaenda, na sio wote wataingia, bali ni wale ambao wamekaa ndani ya Yesu, wamekaa kulingana na Yesu, yeye aliyeteseka, yeye aliyesulubiwa, yeye aliyefufuka na ako na evidence ya kwamba alikufa na akafufuka. Anataka mioyo itakayofunguka, akae ndani ya hiyo mioyo, ili siku hiyo aweze kuiongoza kuingia katika paradiso. Baba, katika jina la Yesu, hili ni neno lako ya kwamba ni wengi walianza safari vile tulianza na wengine hawakuingia. Ombi letu na tamanio letu ni kuingia katika paradiso, ni kuingia mji huo mtakatifu, ni kuishi pamoja na Muumba wetu milele na milele. Naomba katika jina la Yesu, hili neno lako likakae ndani yetu. Inua tu mkono wako juu wa kuume. Nataka turudie hili ombi mbele zako. Nataka tuseme Bwana Yesu. Sema tu Bwana Yesu. Sema tu Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Kuna wengi walianza na hawakumaliza na hawakuingia, lakini siku ya leo nimetambua ya kwamba wewe umenilipia deni na wewe ndio neno. Nisaidie kupitia Roho wako Mtakatifu, nikaliweke neno lako ndani ya maisha yangu, nikaliweke neno lako ndani ya moyo wangu, ili siku hiyo nikakuya among the number watakaoingia. Kama umeomba hilo ombi, nataka tuombe ombi na mmoja ambaye huenda in one way or the other uliokoka, lakini on the way njia ya utakatifu ukaona imekuwa ngumu. Shetani ananyang'anya watu njia ya utakatifu. Mambo ya utakatifu inakuwa haipati nafasi hata ndani ya vinywa vyao, hata ndani ya tabia zao, hata ndani ya mienendo yao. Wanajaribu, wanashindwa, kwa sababu adui Shetani ameshachukua nafasi. Nataka niombe na mtu ambaye hujaokoka ama uliokoka na hauna uhakika ya kwamba siku ya leo unaweza ukaprove ya kwamba wewe unaweza ingia mbinguni. Nataka niombe na hao watu wawili. Inua mkono wako kama niko na mtu kama huo. You are not born again, or you be born again, na kwa njia moja na nyingine ukapata ya kwamba hali ya dunia imekusonga. Inua tu kabisa, usimwonee mtu aibu. Ni wewe ambao, thank you for those times. Thank you Lord. Inua tu mkono wako
Asante kwa mikono yao Jehova. Wewe ndiye uliyekuja duniani kwa ajili ya dhambi zetu ili tuokolewe. Baba, katika jina la Yesu ninaomba na wapendwa hawa, we are not Jehova here for permanent. Tunajua kuna mahali tunaenda. Ninaomba katika jina la Yesu ukarenew their life, ukaingie ndani ya mioyo yao, ukaingie ndani ya maisha yao pia Baba, ili wawe among the number watakaoingia mbinguni. Ulikuja kutafuta kilichopotea. Asante kwa hizo nafsi ambazo siku ya leo kupitia neno lako zimesikia sauti yako. Uinuliwe na utukuzwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru. Sema amen. Wewe ambao umeinua mkono, wewe ambao nimeomba na wewe, ningekusihi tu kwa neema ya Mungu unione baada ya ibada, na Bwana akubariki. Ninapokaribisha wewe